Karibu kwenye mjadala wetu wa kina. Leo tunachambua kauli nzito iliyotolewa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi wakati wa msiba wa hayati Polycarp Kardinali Pengo tarehe 28 Februari mwaka 2026 ambao ni leo. Katika hotuba yake, Dr. Nchimbi alisema wazi, mimi hata mambo ya kugombana kivyama siyapendi, ni ujinga tu. Nchi yetu moja, mnagombania nini? Kauli hii imeibua mjadala mpana. Je, ni wito wa maridhiano ya kisiasa au ni tafsiri mpya ya ushindani wa vyama katika demokrasia? Ina maana gani katika muktadha wa historia za siasa za vyama vingi nchini Tanzania? Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa mkongwe aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, waziri wa habari, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, balozi wa Tanzania nchini Brazil na sasa ni makamu wa rais. Historia yake inaonyesha uzoefu mpana katika utendaji wa serikali na uongozi wa chama tawala, na kauli yake hivyo haijatoka kwa mtu asiye na mizizi katika vyama vya siasa. Tanzania iliruhusu rasmi mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 baada ya miongo ya mfumo wa chama kimoja chini ya Chama cha Mapinduzi. Tangu wakati huo, uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi ulifanyika mwaka 1995 na vyama vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Civic United Front ambapo ni CUF vilianza kupata umaarufu. Katika tafiti za Afrobarometer kwa miaka ya hivi karibuni, Tanzania mara nyingi huonesha wananchi wengi wanaunga mkono mfumo wa vyama vingi, lakini pia wanapendelea amani na utulivu kuliko migogoro mikali ya kisiasa. Hapa ndipo kauli ya Nchimbi inapogusa. Je, ushindani wa vyama ni ugomvi au ni sehemu ya demokrasia? Katika demokrasia, vyama hushindana kwa sera, ukosoana hadharani, utafuta ridhaa ya wananchi. Lakini tofauti kati ya ushindani wa kisera na migogoro ya uhasama ni muhimu. Kauli ya Nchimbi inaweza kutafsiriwa kama, jambo la kwanza ni wito wa kupunguza siasa za chuki, jambo la pili ni msisitizo wa utaifa kwanza afu vyama baadaye, na jambo la tatu ni mtazamo kwamba ushindani usivuke mipaka ya heshima. Katika nchi nyingi za Afrika, migogoro ya vyama imewahi kusababisha vurugu za uchaguzi. Tanzania kihistoria imejivunia utulivu wake wa kisiasa, hivyo kauli hii inaweza kuwa jaribio la kulinda taswira hiyo. Kauli hii ilitolewa kwenye msiba wa Kardinali Pengo, mazingira ya tafakari na umoja. Katika utamaduni wa Tanzania, misiba mikubwa ya kitaifa mara nyingi huwa majukwaa ya ujumbe wa maridhiano. Viongozi hutumia nafasi hizo kuhimiza mambo matatu: umoja, amani na utaifa. Hivyo mazingira yenyewe yanaongeza uzito wa hiyo kauli aliyoitoa Mheshimiwa Nchimbi. Kwa mujibu wa tafiti za kijamii, imani kwa taasisi za kidini mara nyingi huwa juu kuliko imani kwa vyama vya siasa, na pia wananchi wengi hutaka siasa za maendeleo kuliko siasa za mivutano. Lakini pia tafiti zinaonyesha wananchi wanathamini haki ya kukosoa serikali na pia wanathamini uchaguzi wa ushindani. Hivyo kuna mizani kati ya amani na ushindani wa kisera. Kauli ya Nchimbi ina tafsiri kuu tatu. Tafsiri ya kwanza ni tafsiri ya maridhiano, ambapo inaweza kuwa ni wito wa kuondoa siasa za chuki na kuhimiza mshikamano wa kitaifa. Na tafsiri ya pili ni tafsiri ya kidemokrasia, ambayo inaweza kuzua mjadala kuhusu mipaka ya ushindani. Je, kukosoana ni ugomvi? Na tafsiri ya tatu ni tafsiri ya kimkakati. Katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika, kauli za umoja hujenga taswira ya uongozi wa kitaifa zaidi ya wachama. Kwa mtazamo wangu, siasa za vyama si za ujinga kiasili, ni sehemu ya demokrasia, lakini siasa za chuki na migawanyiko mikali zinaweza kudhoofisha taifa. Tanzania inahitaji ushindani wa hoja, si ushindani wa uhasama. Kauli ya Dr. Nchimbi inaweza kuwa mwaliko wa kujenga siasa za ustaarabu, ambapo vyama vinashindana kwa sera lakini vinabaki na heshima kwa taifa moja. Taifa moja, mitazamo mingi. Umoja hauondoi ushindani, unaweza kuweka mipaka yake. Kauli hii imefungua mjadala mkubwa sana. Je, tunahitaji siasa za maridhiano au tunahitaji ushindani mkali zaidi wa kisera? Jibu la mikakati ni kuwa demokrasia yenye ushindani lakini isiyovunja mshikamano wa kitaifa.
Kitendo cha Dr. Nchimbi kusema kuwa ugomvi kati ya vyama vya siasa ndani ya taifa moja unamchukiza sana, akisisitiza kuwa sote tunajenga taifa moja na hakuna sababu ya kuwepo kwa migogoro kama hiyo, imechukuliwa kama kauli tofauti na watu mbalimbali, ambapo watu wameona kama anapingana na rais wake Samia. Alieleza kuwa msimamo wake huu wa kutopenda migogoro ya kivyama umekuwa wa muda mrefu, hata wakati alipokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Katika maneno yake ya moja kwa moja, mimi hata mambo ya kugombana vyama siyapendi, ni ujinga tu. Nchi yetu moja, mnagombana nini? Aliongeza kuwa hata mtu akiama kwenda chama kingine ni hatua tu za kulitumikia taifa, si sababu ya ugomvi. Hotuba hii ilitolewa katika muktadha wa mazishi yenye maana ya kiroho, ambapo umoja wa taifa ulikuwa mada kuu. Kardinali Pengo mwenyewe alikuwa na sauti ya haki na umoja, na hotuba ya Nchimbi ilionekana kama wito wa kurejesha heshima katika siasa za Tanzania, hasa wakati wa mgogoro kama kesi za viongozi wa upinzani na shinikizo la kimataifa. Sasa hebu tuchambue hotuba hii kwa undani kutumia data tulizokusanya, na uchambuzi utakuwa wa pande nne: kisiasa, kiimani, kijamii na kimataifa, ili kuonesha maana yake kwa Tanzania. Tukija kuna pembe ya kisiasa, hotuba ya Nchimbi inakuja wakati Tanzania inakabiliwa na mgawanyiko wa kisiasa, kama kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu Chadema na shinikizo la UN kuhusu arbitrary detention. Anauita ugomvi huu ni wa kijinga tu na kusema nchi yenu ni moja, mnagombania nini? Hii inaweza kuwa wito wa maridhiano, hasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 na vurugu. Data nyingi kutoka kwenye video zinaonyesha alisisitiza hata kuhama chama kingine ni kulitumikia taifa, ambayo inaweza kuwa ishara kwa wafuasi wa CCM kutowachukia wanaohama. Hii inahusiana na msimamo wake wa dhamani kama katibu mkuu wa CCM, ambapo alishughulikia migogoro ya ndani kisiasa, na hii inaweza kuimarisha picha ya serikali kama ya umoja, lakini wakosoaji wanaweza kusema ni tactics ili kushinikiza upinzani kushiriki mazungumzo bila mabadiliko makubwa. Tukija kwenye pembe ya kiimani, mazishi ya Pengo ni muktadha wa kiroho. Alikuwa sauti ya maadili na haki. Kwa hiyo hotuba ya Nchimbi inalingana na maadili ya Kanisa Katoliki ya umoja na upendo, kama ilivyotajwa katika ripoti za IPP Media. Anazungumza wakati wa mazishi ambapo umoja unahitajika, na alifichua ombi la Pengo la kurudi nyumbani. Hii inaonyesha serikali inaheshimu kanisa, lakini kuna sataya kama kwayali iliyopita kuhusu Askofu Bagonza na Padri Kitima. Mazishi yalikuwa na ucheshi na mazungumzo ya siasa. Hii inaweza kuwa jaribio la Nchimbi kuunganisha imani na siasa, lakini inazusha swali: je, kanisa linahitaji kuwa sauti ya upinzani au umoja? Tukija kwenye pembe nyingine ya kijamii, mitandaoni, hotuba imepata maoni mchanganyiko, na video kutoka kwenye mitandao mbalimbali zina viewers nyingi. Inaonyesha kuwa jambo hili linavutia. Baadhi wanaipongeza kama wito wa umoja, lakini wengine wanaona kama ni ujinga kuikataa migogoro wakati upinzani unakabiliwa na kesi. Kijamii, hii inaathiri mahusiano. Tanzania ina vyama vingi vya siasa na ugomvi umeharibu uchumi kama vurugu za uchaguzi. Data kutoka The Citizens inaonyesha mazishi yalivutia wengine kama mizengo pinda, hivyo inaonyesha umoja wa kijamii. Ukija kwenye pembe ya kimataifa, wakati wa shinikizo la UN kuhusu haki kama Lissu, hotuba inaweza kuwa ishara ya serikali kuonyesha umoja ili kuepuka aibu. Data kutoka URT Updates inaonyesha Nchimbi aliwakilisha Tanzania mazishi mengine kama Nujoma, hivyo msimamo wake wa umoja unaweza kuimarisha uhusiano wa Afrika. Kulingana na data, hotuba ya Nchimbi ni wito mzuri wa umoja, lakini inahitaji vitendo, si maneno tu. Ni hatua ya hekima katika mazishi, lakini Tanzania inahitaji mazungumzo halisi ili kuondoa ujinga wa ugomvi. Hii inaweza kuwa turning point kwa maliziano, hasa baada ya mazishi ya Pengo. Asante kwa kunisikiliza. Endelea kuwa nasi na mimi nitakujuza kadri tunavyopata taarifa zinavyotufikia, na toa maoni yako kuhusiana na hiki alichokisema Nchimbi. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hili?